رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Tukiendelea na kueleza kumbukumbu za mama zetu waliotutangulia ama as-sahabiyat haula rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yale ambayo kwamba waliokuwa nayo. Kwanza mwanamke wa Kiislamu kwamba aelewe al-qada'u ala al-islami, kumalizwa Uislamu kama tulivyoeleza unaanzia kwa mama zetu. Ni malengo ambayo kwamba wasiokuwa Waislamu wanayatumia kumaliza Uislamu kwa kuwapoteza mama zetu. Walipokuja kwa nembo na kwa kauli ya kwamba uhuru wa mwanamke, avae anavyotaka, atembea anavyotaka, afanye anachotaka, wanawake wa Kiislamu wakaona ya kwamba wamepata watetezi, kumbe wamepata watu ambao kwamba wakuwapeleka sehemu ambayo kwamba isiyostahiki, sehemu ambayo kwamba isiyoridhisha na isiyofurahisha kwa mwanamke kama yule. Angalia leo wanawake wa Kiislamu namna walivyopotea. Ukienda kwenye maduka utawapata mavazi waliovaa hayaridhishi. Utapata wao ndio vivutio vya biashara ambazo ziko kwa duka kama lile. Si rahisi kupata wanaume wengi wa wanawake ndani ya maduka kama yale, bali utapata wanawake 10 mwanamume mmoja, kuonyesha kwamba biashara haiwezi kuenda mpaka mwanamke aitangaze kupitia mwili wake au uchi wake, mazingira ambayo kwamba anaoishi ndani ya pale dukani. Mwanamke wa Kiislamu ni ufahamu ya kwamba tulipofika ni mahali ambapo kwamba tutakwenda pajutia mbele ya Allah jalla jalaluhu. Wewe Mwenyezi Mungu amekutukuza, Mwenyezi Mungu amekuweka daraja sawa na mwanamume katika muendelezo wa kuendeleza Uislamu, katika muendelezo wa kufahamisha wana wa ulimwengu hili ni la halali na hili ni la haramu. Hakufahamisha kwamba wewe wahitajika uwafuate watu wa gharbi vile walivyo wao na wewe hitajika uwe kama wao, la, bali uwe na haya. Ndio ambao kwamba Uislamu ulivyokufundisha. Uwe ni mtu wa kufahamu haramu na halali. Uislamu ndivyo ulivyokufundisha. Ni mtu wa kufahamisha fadhila ni kitu gani, fadhila ni kitu gani. Lakini yote haya ukasahuzishwa, ukaja ukaambiwa ya kwamba wahitajika wewe uzunguke uchi na usafiri ukiwa peke yako, hali ya kwamba umevaa vazi ambalo halistahiki kuvaliwa, ndio maendeleo yako. La, haiendi hivyo. Yahitajika turegesha akili zetu. Mwanamke wa Kiislamu yahitajika uwe uenda sako kwa bako na mwanamume katika kuendeleza gurudumu la Uislamu, kurudisha maidi ya Uislamu, kushikamana na kuwa na akida na ibada na sulukan katika Uislamu, mpaka waje watu ambao kwamba wanakuigiza wewe, au tuwe ni kiegezo kizuri ambacho kwamba cha kuigizwa kwako wewe, au kiegezo kizuri cha kuelezwa kwako wewe, kama alivyokuwa anaelezwa mama Maryam na mama Asia. Al-Qur'an imekuja kueleza. Usiingie katika mtego ambao kwamba utakuja kuelezwa kama vile wanavyoelezwa mke wa Nabii Allah Nuh alayhi salatu wassalam na Al-Qur'an. Mke wa Nabii Allah Nuh alayhi salatu wassalam au mke wa Nabii Allah Lut alayhi salatu wassalam. Haipendezi kwa mwanamke wa Kiislamu kuwa katika daraja hili. Yahitajika urudi katika muamko wa Kiislamu, mwanamke wa Kiislamu, ili ujenge nyumba ya Kiislamu,
kupatikaniwe ndani yake maabtal katika malezi yale ya Kiislamu ambayo kwamba unawalea watoto kama wale, upatikaniwe mujahidina ili waweze kuinua kalimati la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah salawatu rabbi wa taslimatuhu alayhi. Kama tulivyoona katika sadri al-Islam, wanawake namna walivyoweza kuwainua watoto wao wakawa ni watu ambao kwamba mpaka leo watu wazungumzia. Kimsoma Abdullah ibn Zubair, mama yake alikuwa na Asma binti Abi Bakr, soma kumbukumbu yake. Zubair ibn al-Awwam, soma kumbukumbu yake. Soma Muhammad al-Fatih, kumbukumbu yake. Soma Imam Ahmad ibn Hanbali, kumbukumbu yake. Soma Imam al-Ghazali, kumbukumbu. Yani soma wale wanazuoni, utapata nyuma yao kulikuwa na wanawake. Kuna maabtal ambao wamelelewa na wanawake na wakawa maabtal katika hunu Uislamu, mpaka leo tutawasoma kumbukumbu zao ambazo ni njema. Na wewe mwanamke wa Kiislamu yahitajika ushikamane na dini yako ili uweze kuwa ni qudwa alhasana wal uswa at-tayyiba katika jamii yako, kizazi chako kiwe ni kema, na kile unachokilea kiwe ni kizazi ambacho kwamba kina mwamko mwema katika Uislamu. Uislamu hunu au dini hini haitotengekea isipokuwa tufuate nyendo za wale waliotengeka na wakatengeza dini yetu. Fala salaha li hadha almujtama illa bima salaha bihi alawwaluhu au bima salaha bihi awwaluhu. Hautengei hiyo umma illa tujitengeze kama vile wa mwanzo walivyotengea na wakatengeza dini kama hini. Ulaika alladhina hadahumullahu fabihudahu muqtadi. Bila hivyo haiwezekani. Wewe unakula miraa alafu kizazi chako kichengee. Wewe unavuta bomu kizazi chako kichengee. Wewe kila siku ni Florida kizazi chako kichengee. Wewe kila siku ni Mama Ngina kwenda kina Mbosso na kina nani kizazi chako kichengee. La, hupandi mbegu kwenye jabali kisha ikachomoza. La, walbaladu at-tayyibu yakhruju nabatuhu biidhni rabbih walladhi khabutha la yakhruju illa nakida. Kizazi chema ndio hutoa chema, kiovu hubaki kutoa viovu tu. Na hatuwezi kuwa wema waume kwa wake, lazima tuengelee kumbukumbu za wema waliotangulia, kama Al-Qur'anul Karim inavyotueleza. Mtume mwenyewe Muhammad salawatu rabbi wa taslimatuhu alayhi, Mwenyezi Mungu jalla jalalu kumtumiliza kwamba yeye ni mtume, lakini kuna kipengele ambacho amezoambiwa mitume waliotangulia awaigize wao, yani afuate nyendo za mitume waliotangulia. Ulaika alladhina hadahumullahu fabihudahu muqtadi. Neno hili kwako wewe mwanamume na wewe mwanamke, angalia waliokutangulia, wema waliokuwa nao na njia ambazo kwamba walizopitia, na wewe upitie ili upate wema kama wao walivyopata wema, ili kizazi chao kilipokuwa kema na chetu kiweze kuwa kema. Lakini maal asaf tumebebwa na fikra za gharbi. Mpaka lini tutakuwa ni watu wenye kuvaa mabubui? Mpaka lini tutakuwa ni watu wenye kusoma dini yetu? Zikapotea zote. Hubu ikapotea, tarahum ikapotea, ithara ikapotea, riayatul karama ikapotea, ahdafu al-iffa wal-haya wal-waqar ikapotea. Ikawa kila mmoja yuko mbange. Rudi kwa mwanamke ambao Uislamu umepigia mifano mikubwa fi sadri al-Islam.
ukitaka sema wanawake ambao kwamba waliomzunguka bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utawapata katika kila vita wako na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wako matabibu katika vita vya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni wanawake. Wako wenye kupika katika vita bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni wanawake. Wakawa wanang'arisha Uislamu kwa wale ambao kwamba waliomtaka Allah na mtume wake na siku ya mwisho, wakashikamana na Uislamu, na ni numadhijul ulya. Mpaka pahitajika leo wake zetu, mama zetu, mabinti zetu, manyanya zetu, mabanati zetu na madada zetu wafuate nyendo za wale waliotangulia, fabihudahu muqtadi, fabihudahu muqtadi. Utakapofuata nyendo zao utaishi maisha ya qudwa katika fi majalatin mutaaddida fi shatta almayadin, katika silm na harb, amani na vita. Ukifuata nyendo zao utaishi mfano wa hali ya juu, albu'd walqurb, utaishi maisha ambayo kwamba yaliyo bora. Almuhimu wasome, utakapowasoma ukaigiza yale waliokuwa nayo, na wewe utakuwa kama wao. Fatashabbahu fa in lam takunu mithlahum fa inna tashabbuha birrijali falahun. Jifananisheni na wao, hata kama hamui kama wao, lakini kule kujifananisha na wao ndio kufaulu. Uislamu umempa mwanamke haki ya kila njia kutafuta ilmu. Shafahamiana? Hata wakati anapoolewa, ikiwa ndoa ile haifurahi, Uislamu umempa njia za istikhlal. Kuna istikhlalu iktisadi kwenye ndoa, kama weke ahkam. Hata katika masala ya kuongeza wake, Mwenyezi Mungu akawekea ahkam na shurut wa quyud, ili mwanamke tu asinyanyasike kumtukuza mwanamke kama huyu. Mume kama haona uwezo asiongeze, na mume anayeongeza akiwa analeta dhulma pia Mwenyezi Mungu amewekea adhabu yake kumheshimu mwanamke. Shafahamiana? Yote kwamba mwanamke atukuzwa katika Uislamu. Amepewa haki ya kutafuta ilmu, amepewa haki sharikatan fi meidani alqital baina arrajuli walmar'a, amempa haki ya mwanamke kutoka kwenda kutetea alwatan pas na idhni ya mume wake. Pia ikiwa mume adui amekuja kuvamia mji wake na ana uwezo kuutetea, basi amepewa haki ya kutoka pas na idhni ya mume wake kutetea nini? Ad-difaa anil watan. Mwanamke amepewa ihtiram ya kuheshimiwa rai yake. Ndio utapata kina Ummu Salama katika umra ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alipotoa rai mtume moja akaipitisha. Wakati bwana mtume Muhammad amewaambia masahaba wanyoe na wachinje, wakawa hawataki, akaenda kwa Ummu Salama, hawafanyi kuheshimu heshima ya bwana mtume Muhammad. Masahaba wameficha kufanya lile mtume aliyowaambia. Mtume akaenda kwa Ummu Salama, Ummu Salama akamwambia anza wewe, na alipoanza watu wote wakafanya, kuonyesha kwamba Uislamu namna unavyomtukuza mwanamke. Akampa mabda yasir fi tashri' al-am. Kiufupi, mwanamke amepata haki nyingi katika Uislamu, amepata masuliyati yenye kuambatana na yeye katika haki ambazo kwamba zinazofungamana nafsi yake na ibada yake na familia yake. Yeye ni mtunga katika nyumba yake, ataulizwa na anachokitunga. Utapata hapa kwa hadithini mwanamke ameshirikiana katika masala ya kuendeleza haya, ra'iyatun wa mas'ulatun an ra'iyatiha, ni watekeleza majukumu yake kwa njia ambayo kwamba iliyokamilika, kama tutakavyokuja kuona katika yale ambayo kwamba tutakuja kueleza
kipindi hiki ambacho kwamba tunachokiendelea nacho. Ila leo wanawake katika sura ya Kiislamu wamekuwa ni watu hawapendi Uislamu, na wamekuwa adui wengi wa Kiislamu, huwapoteza wanawake wa Kiislamu. Na ndio maana tumechagua kitabu hiki au maidahia au madahini, ili tutoe wanawake Waislamu wajue katika zile makosa walionayo katika njia hii ya imani, waweze kurudi kwa Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu, waweke nyayo zao katika darbi imani, kwa sababu faman sara ala darbi wasal, yule ambaye kwamba mwenye kufuata njia hufika pale alipokusudia. Kwa hivyo tuwaeleza wanawake hawa ambao kwamba an-nisa'u haula rasuli, ili wanawake wa Kiislamu na wao wapate kuigiza, wafuate njia zao, wafike pale ambapo kwamba panahitajika kufika. In uridu lilislah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. In uridu illa alislah mastata'tu. Kueleza haya, tunachokihitaji ni kutengeza kwa uwezo ambao kama Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu atakaotupa. Wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Kwake tutawakkal, atupe uwezo na nguvu kueleza haya ambayo kwamba tuliwakusudia, na kwake Mwenyezi Mungu ndio maregewa. Inshallah tusiwe mbali. Almuhimu, mwanamke, fahamu cheo chako katika Uislamu. Namna tulivyoeleza, mwanamke ufahamu waliokutangulia walikuwa wema, na wewe unapowajua wale wema waliokutangulia, waigize ili na wewe uwe kama wao, ufuate njia zao, ufike pale walipofika wao. As'adallahu awqatakum wa ila liqa, fa shukran jazilan. Wassalamu alaykum wal afwa minkum. رمضان 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 كريم